كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالعياذ بالله من الضلالة. Ndugu zangu katika imani, tumekutanika tena leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lengo la kukutanika kukumbushana mambo ya kheri ya dini yetu. Na jana tulizungumzia sababu za kudhoofika Waislamu, na tuligundua hatimaye katika muhadhara wa jana kwamba moja ya sababu kubwa ya kudhoofika Waislamu leo ni kudhoofika imani zao. Kisha tukajua kwamba chimbuko la kuongezeka na kupungua kwa imani ni ima watu kumtii Mola wao ndiyo sababu ya kuongezeka imani, na kumuasi Mola wao ni sababu ya kudhoofika imani. Na tukaona kwamba kuongezeka kwa imani na kupungua kwa imani hakutojulikanwa ila kwa watu kuisoma Qur'an. Qur'ani ndio chimbuko la imani. Na tukaona jinsi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofanya hima kwa wafuasi wa dini hii ya Mwenyezi Mungu kuwaelimisha Qur'ani. Na Qur'ani yenyewe tukaiona kwamba imejielezea umuhimu wake kwa aya mbalimbali ambazo tumezitaja, na jinsi masahaba walivyolelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam kukipenda kitabu hiki kwa imani kwamba ni kitabu ambacho ni mwongozo wa maisha yao ya kila siku. Hivyo basi ilikuwa ni ada mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yeyote ambaye amesilimu au amehamia kutoka mji wa Makka kuelekea Madina, basi alikuwa akisukumwa mtu huyo au akipelekwa kwa mtu ambaye ni mwenyeji wa mji wa Madina ambaye tayari ameshapokea Qur'ani, na akamtaka mtu huyo amuelimishe ndugu yake. Na ilikuwa mji wa Madina ulikuwa ukivuma Qur'ani usiku kama vile mlio wa nyuki au vumo la nyuki, kwa jinsi watu walivyofanya hima ya kujifunza kitabu hiki. Na kitabu hiki kiliwafanya Waislamu kwa ujumla kuwa na imani kali kabisa, na ikawa ndio sababu imani hii kali kuweza kuleta mafaulu na ushindi wa dini hii katika ulimwengu. Na tumeona vile vile namna gani mfano aliotoa mama Aisha radhiallahu anha pale ambapo alipowasifia wanawake wa Kiansari na kuombea Mwenyezi Mungu awarehemu kwa vile jinsi walivyokuwa wakipokea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu haraka wakawa na utekeleza. Mfano wa ile aya ya hijab pale Mwenyezi Mungu alipowaambia wanawake waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wateremshe shungi zao hadi vifuani mwao, basi masahaba wa kiume waliposikia aya hii hawakulala majumbani ila waliwaelimisha wake zao pamoja na mabinti zao na dada zao na jamaa zao wa karibu katika wanawake. Kulipopambazuka asubuhi walikutwa wanawake wakitoka msikitini katika hali ya kwamba wamejifunika nyuso zao au wamejifunika viwili vyao kwa hijabu, kwa kutekeleza yale walioelimishwa na waume zao jana usiku. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaonyesha namna gani Waislamu kwa ujumla walivyokuwa na hima ya kujifunza kitabu hiki, kukifanyia mazingatio na kukifuata, kama vile Mwenyezi Mungu alivyoamrisha Waislamu kwa ujumla kuwataka wakifuate kitabu hiki pale aliposema fattabi'uhu, kifuateni. Na mifano mingi ambayo hatukuitaja jana kwa sababu ya wakati, dhiki ya wakati. Leo ndugu zangu katika imani, tunaendeleza darasa la jana kwa kukumbushia ile aya ambayo tuliisoma suratul Nur aya 55. Pale Mwenyezi Mungu alipowaahidi waumini, aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna
ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Muhadhara wa leo anwani yake ni ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Anwani ya muhadhara wa leo ni tamko la Mwenyezi Mungu, ni wale wenye kuniabudu mimi tu na hawanishirikishi na chochote. Tumeona sifa katika aya hii ya wale ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwa ni mabwana au makhalifa watakaoendesha ardhi hii, na kwamba ndio wale Mwenyezi Mungu aliowaahidi kwamba atawamakinishia dini yao, yani dini ya Uislamu alioiridhia. Wale ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi kwamba atawajalia kuwa na amani katika nyoyo zao na amani katika miji yao, katika jamii zao, ni wale ambao ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, ni wale wanaoniabudu mimi tu na wanishirikishi na chochote. Maudhui ya leo itakuwa na maana hiyo, au kwa lugha nyingine neno la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, neno la ilaha illa Allah ni neno ambalo wamepewa mitume wote waliotangulia kuja kuelimisha walimwengu kwamba wasimwabudu Mungu mwingine yoyote zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tafsiri ya jumla ya haraka ya neno la ilaha illa Allah, kwamba wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na wasimshirikishe na chochote. Hili neno ni adhim ambalo hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza kuandaliwa na Mwenyezi Mungu nafsi yake kuweza kulibeba neno hili, kwa kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Al-Muzammil aya 5, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika tutakuteremshia neno zito. Ilikuwa ni maandalizi ya nafsi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba neno utakaloteremshiwa sio neno jepesi, ni neno zito, lenyewe lina maana nzito, na yatokanayo na neno hili mazito. Kwa maana nyingine kwamba pindipo utakapolieleza neno hili mbele ya watu wako, jamaa zako, basi yatakufika mazito. Kwa hiyo ni namna ya Mwenyezi Mungu kumwandaa mwanadamu ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujiandaa kulibeba neno hili ambalo atateremshiwa, neno la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, neno la ilaha illa Allah ndilo neno ambalo wamepewa mitume wote kuja kuwafundisha walimwengu. Kila aliyekuja kaambiwa afundishe kaumu yake neno la ilaha illa Allah, kama alivyobainisha katika suratul Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatukutuma mtume yeyote kabla yako wewe isipokuwa tumemwelimisha, tumemteremshia wahi kwamba elimishe watu kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa mimi, yani Allah, hivyo basi niabuduni mimi tu. Ndio nakumbushia katika mwanzo wa muhadhara nimesema kwamba sifa ya watakaopewa ukhalifa ni wale Mwenyezi Mungu anasema ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ndio sifa ya watakaotawala ardhi hii. Ina maana watu wenye kumshirikisha Mola hawezi kutawala katika ardhi hii. Kama watakuja kutawala ni utawala wa mpito, lakini utawala wa hakika kabisa ambao ndani yake kutakuwa na saada katika dunia, furaha ya kweli kwa walimwengu, ni wale ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na wamshirikishi na chochote. Ndugu zangu katika imani, hili neno la ilaha illa Allah tumekuwa mara nyingine kwa sababu ya kulizoea kulisikia sana likisemwa, inakwenda yale mazoea mpaka watu kulipuuza, kuona kwamba ni kitu chepesi. Nasema hivi kwa sababu adhana tunasikia mara 5 neno la ilaha illa Allah kwa siku. Katika iqama sasa hivi tumefanya iqama, tumesikia neno la ilaha illa Allah.
bahati mbaya manchi haya kikafiri halisikiki hili neno, lakini kwa sisi tuliotoka nchi za Kiislamu za Waislamu ni neno twalisikia kila siku. Hapa si rahisi kwa sababu makafiri hawataki lidhihiriki, wanajua maana yake. Ikidhihiri hii itakuwa tena ni kishindo, sababu ni qaulan thaqila, ni neno zito. Kwa hiyo kila anayetaka kulidhihirisha mbwa unaudhi watu wamelala saa hizi, haifai. Naona makafiri hawalipendi kwa sababu nzito. Tutakuja kuona namna gani makafiri wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyolikataa baada ya kulielewa maana yake. Ni neno ambalo tunalitumia katika nyiradi zetu katika swala, hivyo tumelizoea. Katika jumla ya nyiradi ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha baada ya swala, mfano ya magharibi na sala ya subuhi, ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah, ni neno hilo tuambiwa tuliseme mara 10 kila baada ya swala ya magharibi na swala ya asubuhi, katika jumla ya nyiradi alizofundisha Mtume baada ya swala. Ni neno ambalo vile vile ndiyo wimbo wa wanaokwenda hija. Nasema wimbo kwa maana mpate kuelewa, ni maneno yanayotaraddadi mahujaji wakati wakienda kuhiji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaik. Ni neno kwa maana nyingine la ilaha illa Allah, tumekuitikia ewe Mola. Mahujaji wanasema labbaik Allahumma labbaik, tumekuitikia. Labbaik la sharika laka labbaik, hakika tumekuitikia wewe usiyekuwa na mshirika, tumekuitikia. Ni maana ya la ilaha illa Allah. Ni neno ndugu zangu katika imani ambalo limezoeleka mno kiasi ambacho watu wakilewa wamelipuuza. Ndio maana tumeona kwamba iko haja ya kulizungumza kwa uzito wake neno hili, ili kujadidisha imani. Endapo tunalitamka tuelewe uzito wake. Kwa sababu ninasema hivi, leo walimwengu waislamu wamelitamka, lakini muktadha ya la ilaha illa Allah haipo katika matendo. Tafsiri ya la ilaha illa Allah haipo kwenye matendo. Kwa hiyo imekuwa maneno yanatamkwa tu, kama vile waimbaji kina Alfa Blondo nasikia wameimba neno la ilaha illa Allah na watu wacheza, lakini miji kafiri nasema imekuwa ni kitu cha mchezo kulitamka. Kule kwetu kuna watu wa tarika Qadiria, Shadhilia wanaliimba hili neno, wanafanya dhikri ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah kuanzia usiku, lakini inafika sala ya alfajiri hawaswali, wanaendelea na dhikri. Hii inaonyesha namna gani watu wasivyoelewa maana ya la ilaha illa Allah. Imekuwa ni nyimbo, ni jepesi kulitamka, lakini maana ya hili neno ndio imekuwa ni nzito mno. Ndio maana nasema na kariri kwamba Mwenyezi Mungu kamwambia mtume wake, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika tutakuteremshia wewe neno ambalo ni zito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Nahl aya 36 anazidi kuthibitisha juu ya ujumbe huu kwamba amewapa mitume wote kwa ajili ya kuelimisha walimwengu. Kwa maana nyingine ndio somo la mwanzo walilopewa mitume wote, kuja kuelimisha walimwengu, ni kuelimisha kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Mwenyezi Mungu anasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tumetuma hakika katika kila umati mjumbe ili awaelimishe watu wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na wajiepushe na taghuti. Ni nini maana ya taghuti? Wanachuoni wanasema kullu ma ubida min ghairi Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa radin, kila anayeabudiwa badala ya Allah na yeye mwenyewe akaridhia, ni taghuti. Kwa hiyo kazi za mitume ni kuwaambia watu muabuduni Allah mmoja, msimuabudu taghuti. Kila mtu mwingine au kiumbe chochote kinachoabudiwa kikawa kimeridhia au hakikuridhia, basi ni kwa taghuti. Kama ikiwa katika wale ambao wanaishi katika viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu hakuvipa uhai, kuna watu wanaabudu miti, mawe, nini.
hivi vinaingia katika kismu ya vinavyoabudiwa visipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kazi ya mitume wote. Angalia na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye pia katika kutuma wajumbe wake sehemu mbalimbali, maambassadors, kwenda kufikisha ujumbe wa Uislamu, tunaona namna gani alivyokuwa akisisitiza kuwaambia wale wajumbe kwamba neno la kwanza la kufundisha liwe ni la ilaha illa Allah. Angalia hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari, ameipokea sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema lamma ba'atha an-nabiy Muadhan ila al-Yaman, wakati mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal, sahaba mtukufu huyu, alipomtuma Yemen, nchi ya Yemen, akamwambia innaka taqdimu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Anamwambia hakika wewe Muadhi unawaendea watu katika ahli alkitab. Tukisema ahli alkitab ni Mayahudi na Manasara. Kwa lugha nyingine, hakika Muadhi ninakutuma kwa watu washirikina, ahlul kitabi washirikina. Hivyo basi liwe neno la mwanzo ambalo utawalingania nalo ni kuwalingania wa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, wasimshirikishe na chochote. Liwe neno la mwanzo. Halafu akaendelea kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha arifu dhalika, wakilijua hilo, wakielimika na neno hilo, fa akhbiruhum anna Allah farada alaihim 5 salawatin. Wakishaelewa maana ya la ilaha illa Allah, ndiyo basi sasa waelimishe kwamba Mwenyezi Mungu amefaradhisha swala 5. Kisha akaendelea kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha sallu fa akhbiruhum bi anna Allah farada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Wakielewa jambo la swala, wakishaswali sasa waelimishe kwamba Mwenyezi Mungu amewafaridhishia zaka, zichukuliwe kutoka kwa matajiri zipelekwe kwa watu maskini wao. Kisha akamweleza maneno mengine ya kumuhusia kwamba iyakum wa karaimu al-amwali, ole wako na kuchukua mali nononono za wao ni matajiri, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuja kukuadhibu kwa sababu ya kuchukua mali za watu kwa dhulma, ila akhir alhadith. Lakini hapa ashahidi tunayotaka hapa sisi, ushahidi tunayotaka kuzungumza juu ya maneno, naye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba yeye ni mtume, kaambiwa tumekuteremshia la ilaha illa Allah ifundishe watu, na yeye pia katika kufundisha watu Uislamu, kitu cha kwanza kawaambia wale mabalozi wake wende wakaelimishe watu tauhidi, hasa katika yale maeneo ambayo kuna ushirikina. Ndio pale ninakariri umuhimu wa kulifundisha neno hili la tauhid, ambalo kwa hakika si neno laweza likasomeshwa katika muhadhara huu wa saa 1 au dakika 40 ngapi sijui. Si jambo jepesi, kwa sababu imewachukua mitume baadhi miaka 950, mfano Saidina Nuh alayhi salam, kulielimisha neno la la ilaha illa Allah, na watu wamemkubali watu 12 tu katika baadhi ya riwaya, watu 12 tu. Miaka 950 yeye anasema nimewaita watu lailan wa nahara, wamekubali watu wangapi? 12 tu, ndio waliopanda nao jahazi wakati walipoghirikishwa watu waliokataa la ilaha illa Allah. Hii kuonyesha hili neno si jepesi. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhadharisha umati wake alibashiria kwamba kuna watu watakaokuwa ni Waislamu katika umati wake watakuja kujiunga upya na ushirikina. Anasema sallallahu alaihi wasallam, la taquma saa hatta yalhaqu fi'am min ummati bil mushrikina, hakutosimama kiyama mpaka litatoka kundi katika umati wangu, makundi katika umati wangu yatajiunga na washirikina. Mara nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam akihadharisha umati wake
kuwaambia kwamba ushirikina ni jambo limejificha mno, kama alivyojificha mdudu tungu. Nyinyi watu wa Mombasa mnaita tungu, chungu, sisi tunaita sisimizi, ambaye yuko juu ya jiwe jeusi katika usiku wa kiza kinene. Ushirikina ulivyojificha katika umati wangu. Yote haya ni katika kuhadharisha kwamba watu wanaweza wakaikubali tauhidi, lakini hatimaye wakaja wakaitoka, wakarudi katika matendo ya ushirikina, wakaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwabudu taghuti. Na ndiyo hali alibashiria bwana mtume leo sallallahu alaihi wasallam imejitokeza katika umati wa mtume Muhammad. Ni mtu anaitwa Abdullah, mtu anaitwa Muhammad, mtu anaitwa Ali, anaitwa Hassan, Hussein, Abu Bakar, Uthman, Muadh, fulani, lakini matendo yake yote ni ya ushirikina. Matendo yake yote ya ushirikina. Ima atakuwa anaabudu mzimu, ima ataabudu miti, ataabudu wanadamu wenziwe, ataabudu hawa ya nafsi, ataabudu sheitani, ataabudu jini, na huku anajidai kwamba yeye ni Muislamu. Wengine wanaabudu mali, wanaabudu dunia, wengine waabudu mavazi, aina mbalimbali za ibada watu wanazifanya kuabudu miungu wengine badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni kheri iliyoje ya mtu itakayomfikia katika kulikubali neno la ilaha illa Allah na akafanalo, kwa sababu al-ibra bi khawatimil umuri, mazingatio siku zote ni miisho ya majambo. Mtu aweza ukalikubali la ilaha illa Allah mwanzo, lakini mwisho ukalikanusha, ukafa ni mushrik billah. Ni hasara, tutaona inshallah katika muhadhara huu hasara ya kufa mtu mushrik. Katika jumla ya faida za kulikubali neno hili, katika hadithi aliyopokea sahaba mtukufu Abu Dharr radhiyallahu anhu, anasema sallallahu alayhi wasallam, ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala aljanna. Anasema sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu yoyote ambaye atasema la ilaha illa Allah kisha akafa na neno hilo. Nikisema kafa na neno hilo hapa, tafsiri yake sio kwamba eti wakati ule unakata roho unasema la ilaha illa Allah, ukafa na imani ya la ilaha illa Allah, yani hukumshirikisha na chochote. Mwisho wa uhai wako ukafa na neno la tauhid, ukafa na imani ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema mtu huyu ataingia wapi? Peponi. Kisha Abu Dharr akamuuliza swali bwana mtume, anasema qultu wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, yani hata kama mtu huyu aliyesema la ilaha illa Allah akawa alizini au aliiba katika uhai wake? Mtume akasema wa in zana wa in saraka, hata kama alizini na nini na kuiba. Kuntu, akamuuliza tena kana kwamba kafanya wasiwasi juu ya maneno haya, wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, yani hata alizini aliiba, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ataingia peponi? Mtume akaendelea kumwambia tena wa in zana wa in saraka, hata kama alizini na kufanyaje na kuiba. Bwana bado anauliza tu, yani kaliona ni neno la ajabu, kama wanavyoona ajabu baadhi ya Waislamu kuyatajia hadithi hii. Akauliza tena wa in zana wa in saraka, hata kama aliiba alizini ya Rasulullah? Mtume akasasa kazungumza maneno ya ghadhabu. Kamwambiaje? Kamwambia raghma anfika ya Abu Dharr, idhalilike pua yako mchangani. Kwa maana gani? Yani kana kwamba huamini haya maneno wewe sahaba, wewe kijana wewe. Mimi nakueleza kwamba mtu akifa na la ilaha illa Allah khalisan liwajhihi, akiwa ameitakasa na moyo wake na la ilaha illa Allah kwa Mola wake, ataingia peponi. Wewe una wasiwasi? Kwa maana nyingine, kwa mujibu wa hadithi nyingine, ni kwamba mtu afanye madhambi yasiyokuwa ya ushirikina, ukubwa wa dunia na yaliyomo, akafa katika hali ya kwamba hakumshirikisha Mola na chochote,
basi ataingia peponi. Mwenyezi Mungu anasema, mtume anasema atamjia mtu huyo katika hali ya kumsamehe madhambi yake yote, kwa sharti asife na dhambi la nini? Shirki. Asife na dhambi ya nini? Shirki. Kwa maana nyingine, alizini, alilewa, alifanyaje, moja ya fadhila kubwa ya la ilaha illa Allah mtu akifanayo ni kwamba atasamehewa madhambi yote yaliyopita. Na haya jamani, si maneno ya mwanachuoni wala maneno yangu, ni maneno Mwenyezi Mungu anayasema mwenyewe katika suratul Nisa aya 48. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe dhambi ya mwenye kumshirikisha, na anasamehe dhambi nyingine yoyote iliyokuwa chini ya ushirikina kwa mtakaye. Kwa hiyo ukiunganisha aya na hadithi ambazo zimeonyesha kwamba namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosamehe waja wake wasiokuwa washirikina, tunachukua kauli ya jumla kwamba tauhidi na la ilaha illa Allah, moja ya fadhila kubwa ni wewe kusamehewa madhambi yako yote ukifa na la ilaha illa Allah. Kinyume chake, ukifa katika hali ya kwamba umemshirikisha Mwenyezi Mungu, katika jumla ya hasara ya kufa huna la ilaha illa Allah, basi Mwenyezi Mungu anakuharamishia kuingia peponi. Nayo hii ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya 72. Mwenyezi Mungu anasema, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika kabisa Mwenyezi Mungu anasema, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu basi ameharamishiwa kuingia peponi, na makazi yake yatakuwa ni motoni. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuwanusuru, hawatokuwa na wenye kunusuru madhalimu, na hakuna dhulma kubwa kama dhulma ya ushirikina, kama alivyosema mja wa Mwenyezi Mungu Luqman kumwambia mwanawe, la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Usimshirikishe Mwenyezi Mungu we mwanangu, hakika shirki ni dhambi kubwa mno. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake wote, katika dhambi alihadharisha mno. Hakuna kama dhambi ya ushirikina. Tunasema kahadharisha madhambi mengi, lakini dhambi aliyoiharamisha au aliyoihadharisha mno, na akatuelekeza njia ambazo mtu akizifuata ataingia huko, hakuna kama dhambi ya ushirikina. Na akatufungia milango yote ya kutupeleka kwenye madhambi ya ushirikina, kwa maana ya kwamba katuonyesha kwamba mkifuata njia hii basi mtaelekea kwenye ushirikina, hivyo basi mtapata hasara. Katika jumla ya hasara ambazo atakufa nazo mtu mushrik billahi ni kwamba endapo atakuwa amefanya mema, hata yawe ni mengi kiasi gani, awe ameswali swala zote za faradhi na nawafili, amehiji mara 1,000,000 kama ataweza, kajenga misikiti ulimwengu mzima, katoa zaka kwa wanadamu wote kama yawezekana hilo, katoa sadaka, kaenda jihadi, lakini kafa mushrik, amekula hasara. Matendo yake yote yatakwenda arijojo, yatapomoka, hayatokubaliwa. Yote mema aliyoyafanya, akifika siku ya mizani aambiwa haya matendo yote yamekufa. Kwa nini? Kwa sababu umekufa mushrik billah. Mimi nilitoa zaka sana, nilijenga misikiti, nilisaidia jamaa Masjidi Sunna London, nisifanyaje? Ambwa ndio, lakini umekufa mushrik. Hujasikia Mwenyezi Mungu ulipokuwa duniani aliposema Allah suratu Zumar ya 65 anasema kumwambia mtume wake seuze wewe? Alimwambia mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Anaambiwa mtume wetu Muhammad hivyo kwamba tumekuteremshia wewe wahi,
na tumewateremshia wale waliokuja kabla yako katika mitume. Ukimshirikisha Mwenyezi Mungu, basi atayafuta matendo yako yote mema uliyofanya, yatakwenda arijojo, tupiliwa mbali, habaa manthura. Kwa hiyo ni hasara kubwa ndugu zangu katika imani. Ndio maana hili neno likaitwa zito la tauhid. Kwa nini? Kwa sababu lina fadhila kubwa. Ndio pale Nabii Musa alayhi salam akataka afundishwe neno ambalo atamkumbukia nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaambiwa Musa, sema la ilaha illa Allah. Musa akasema ya Allah. Neno hili kila mtu alisema, kwa maana nipe langu special. Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe unajua uzito wa neno hili? Neno hili lau kama litaekwa kwenye kifa ya mizani, upande mmoja wa mizani, halafu kuchukuliwe dunia na vilivyomo viwekwe upande mmoja wa mizani, basi la ilaha illa Allah itazama kwa uzito wake. Chukua dunia na vilivyomo mbinguni na ardhini, vyote kwa ujumla uviweke upande mmoja, basi upande wa la ilaha illa Allah utazama. Hii namna gani? Tangu mitume waliotangulia walielezwa maana ya neno la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya fadhila ya la ilaha illa Allah ni kwamba mtu ataishi hapa duniani kwanza katika utulivu na amani, tulivu wa moyo, saada katika moyo, kwa sababu ya kuikubali la ilaha illa Allah. Kinyume chake, ukiishi duniani ni mushrik, utaishi katika hofu siku zote. Na haya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul An'am, katika kuwasifia waumini wenye tauhid. Mwenyezi Mungu anasema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Wale ambao wameamini na wakawa hawakuchanganya imani yao na ushirikina, basi hao ndio wenye utulivu, wao ndio wenye amani. Wanachuoni wamefasiri amani kwanza ya moyo. Wataishi watulivu wa nyoyo zao, wataishi miji yao itakuwa na amani. Isitoshe na akhira vile vile watapata amani, kwa maana ya kupewa pepo. Sifa ya mtu muwahid tofauti na mtu mushrik. Mtu mshirikina anaishi kwa hofu na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu hana yakini juu ya Mola kwamba anaweza akamlinda na kumuhifadhi. Saa zote yuko na wasiwasi. Akifukuzwa kazini, hofu, anaona nimekwisha, sina kitu tena. Kwa nini? Kwa sababu ni abudu wa kazi, ni mtwana wa kazi. Kwa hiyo akifukuzwa kazi anaona kuna wengine hapa wameingia hofu kwamba wakirudi makwao majumbani wa Afrika huko watakufa. Hii shirki jamani. Wako watu wanajenga imani namna hii, nimesikia kwamba mtu anaona mimi nikirudi huko nitakufa. Hapana, hii ardhullah wasi'a. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tutoke twende kila mahala, kutafamshu fi manakibiha. Endeni katika pembezoni mwa ardhi zote, kila mahala mtafute riziki ya Mwenyezi Mungu, riziki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuna shirki za aina nyingi. Hofu katika shirki, mtu ikimpamba shirki hii, basi yuko katika hasara. Kama ikiwa wewe unataraji ulinzi kwa siku Allah, utakuwa na hofu saa zote. Kuna mtu mmoja ametengenezewa hirizi ambayo ndio kinga, anaitia katika pochi yake, anatembea nayo saa zote. Kinga asipigwe dafurau, sijui kinga asikumbwe na shetani, kinga asije akafukuzwa kazini, kinga. Ndio mambo yameenea kwetu haya. Siku moja akaenda kupanda basi, ataka kusafiri kwenda Dar es Salaam, akasahau hirizi yake nyumbani, basi kavunja msafara. Kwa nini? Kijimungu chake cha kumlinda wakati yuko safarini hakipo kwenye pochi. Kwa hiyo kavunja msafara, ende akafuate hirizi. Hii ndiyo hali ya watu ambao wanaishi katika hali ya hofu. Kwa sababu ya nini? Kutomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa mfano wa mtu ambaye ana mabosi wawili, anawatii, na mtu ambaye ana bosi mmoja katika maisha yetu ya kidunia.
Katolea mfano Mwenyezi Mungu katika sura Zumar aya 29, anasema daraballahu mathalan rajulan fi shuraka mutashakizuna. Mwenyezi Mungu anatoa mfano wa mtu ambaye ana mabosi waliokuwa washirika wengi zaidi ya mmoja, tena mabosi hao wenye kugombana, hawapatani. Yuko chini ya mabosi wengi wasiopatana, anawapeni mfano. Kisha akasema, anatoa mfano wa rajulan saliman li rajulin, na mfano wa mtu ambaye yuko chini ya bosi huyu mmoja. Anasema hal yastawiyani mathala, je, wako sawa wawili hawa? Sijui mfano mmeuelewa jamaa. Tuchukulie mfano mtu yuko chini ya kiwanda, yuko chini ya anafanya kazi kwenye kiwanda mfano, au shirika au kampuni au duka. Duka hilo lina mameneja watatu na wote wana hadhi sawa kwa cheo, lakini hawapatani. Hivi wewe utaishi kwa amani na kazi hii? Huyu bosi mmoja akwambia anza kufungua duka, wewe ni mtumishi wa duka, njoo ufungue saa 1, huyu saa hapana, njoo ufungue saa 2. Utamtumikia nani sasa? Ni lazima kuwe na mmoja unamtumikia zaidi. Kinyume cha hivyo, ukitaka kuwatumikia wote, kazi itakufa na wewe utaishi kwa wasiwasi. Na hasa ukitaka kuwaridhisha wote, haitowezekana ufungue saa 1 na wewe ufungie saa 2. Itawezekana? Ndio haya yanayotukuta ndugu zangu katika maisha yetu ya kuwatumikia matawaghuti katika nchi kama hizi, na mfano wetu kule kwamba tunawapeleka vijana wetu maskuli kwetu. Natoa mfano sasa, kule tumetoka Tanzania, ilikuwa binti haruhusiwi kuvaa hijabu ya kisheria. Kwa hiyo mwalimu wa skuli anamwambia, ukija hapa katika jengo la shule tafadhali usivae hijabu, marufuku. Kiji Mungu headmaster hicho kimemwambia hivyo. Na huku Mungu Allah katoa agizo kumwambia mtume awaambie waumini, ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ewe nabii, waambie wakezo, waambie mabinti zako, waambie na wanawake waumini wajitande vizuri shungi zao au jalabibu zao, wavae vizuri hijabu zao. Kwa hiyo hapa tuna Mungu Allah amwamrisha mtu avae hijabu, na hapa kuna kijimungu mudiri almadrasa chamwambia kijana na mzazi, hapa marufuku kuingia na hijabu. Hapa ndio unaona tofauti baina ya ahli tauhid na ahli shirki. Mtu wa tauhidi ataingia na hijabu yake, hawezi kujali kauli ya nani, ya headmaster, hata kama mkufukuzwa shule. Kwa nini? Kwa sababu anajua wakustahiki kuabudiwa ni Allah peke yake. Ama mtu wa shirki atakuja na baibui mpaka karibu na jengo la shule, au hijabu karibu na jengo la shule. Sasa umefikia wakati wa kumtumikia kijimungu headmaster. Atachukua abaya yake, hijabu yake, ataitia ndani ya mfuko, ndani ya mkoba, ili amtumikie masaa 6-8 kijimungu kile. Akimaliza halafu sasa ndiye aje kumtumikia Allah ambaye ndiye amemwamrisha hijabu. Ndio maisha tunapoishi kwa ujumla, si masala ya mabinti wanaovaa. Sisi tukifanya makazi katika manchi ya kitawaghuti kama haya, mtu unaweza ukaamrishwa na kijimungu bosi kwamba marufuku kuja na ndevu hapa, na huku Mwenyezi Mungu kwa kupitia mtume wake atuamrisha, anatuambia waifu lihakum wa qassu sharaib, enyi wanaume ziekeni ndevu zenu na punguzeni sharubu. Sasa wewe ni mtu ambaye unatumikia miungu wawili, utafanyaje? Mungu bwana riziki huyu unamwisi kwa maneno kupa riziki, na Mungu Allah wote wataka kuwatumikia. Huku wataka kuweka ndevu, huku hutaki, kwa sababu ya kuona kwamba nikiacha kuna nini, nikiendelea kuweka ndevu nitakosa riziki. Haya ndugu zangu ndio madhara ya shirki. Inamfanya mtu hapa duniani anaishi kwa hofu saa zote, akitishwa tu anashtuka.
Tabia washirikina, akipita mahala penye kiza, hasa manchi yetu yenye mapori, akisikia kuti la mnazi akimbia, ajua andamwa na nani, si shetani. Kwa nini? Hana kinga za kisheria za kumtaka Mola awe ndiye mlinzi wake. Lakini mtu wa tauhidi mwepesi akifanya wasiwasi, basi hana neno. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq la yadhurruhu shay'a, hadhuri na chochote. Anajenga imani hiyo kwamba Mungu ndiye muhifadhi, akipatwa dhara basi Mungu ndio ameandika. Lakini hawezi kufikia daraja ya kuogopa kuona kwamba uhai wangu utakatika na sina mtu wa kunani. Hii ndio pale tunapoona jamani tofauti ya manchi ya Kiislamu ya makafiri. Kule kwetu ukiangalia mfano Kenya, kifungua magazeti, maafa yanawafika wa Kenya katika manchi yasiokuwa ya Kiislamu. Kila siku kifungua sahifa inayozungumzia kesi mahakamani, utasikia kuna mtu kajinyonga, tukala sumu, tukafanyaje. Kwa nini? Eti kaenda kachumbia mchumba kanyimwa. Aona maisha yana faida gani tena? Haamini Mwenyezi Mungu, haamini siku ya mwisho, anaona basi hasara, bora nijiue kabisa. Au kapatwa na msiba kidogo jambo, anaona mimi siwezi. Kuna bwana mmoja alifanya kazi railways, wakati wa East African Railways kule Tanzania. Mimi niliwahi kufanya kazi katika shirika hilo, nikaelezwa na wazee, sema bwana mmoja alikuwa ni mtu wa Kenya, kafanya kazi hili shirika lilipovunjika, akapewa pesa zake zote na mapensheni yake arudi kwao. Kufika njiani huko reli ilikuwa ikiingia Tanzania Kenya, kufika njiani wanaume wakamuibia. Basi baada ya kuibiwa eti kahisi yule bwana kwamba kishapata hasara, kafanya kazi alipokuwa Tanzania miaka 20 sijui ngapi, sasa kuna faida gani ya uhai? Mimi nitarudi Kenya mlofa namna hii? Basi kajitupa, kangojea gari moshi limefika sehemu yenye mlima, kajitupa, kajiua. Watu ambao hamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na muumini. Muumini wa kweli ni yule ambaye akipatwa na kheri anamshukuru Mola, akipatwa na shari vile vile anamshukuru, anasubiri na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Anajua yote haya ni kutokana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja ya hasara ndugu zangu kubwa ni mtu kuikataa tauhidi na akafa katika ushirikina. Haya yote yatamfika haya, na huko akhira anangojewa na adhabu yenye kuumiza. Ndugu zangu katika imani, kwa nini Makureishi wamelikataa neno la ilaha illa Allah? Ni Waarabu, neno la ilaha illa Allah wanajua maana yake, lakini wamelikataa. Jepesi kulitamka la ilaha illa Allah, lakini wamelikataa. Kwa nini? Kwa sababu wamefahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema la ilaha illa Allah ni kwamba anatukanushia miungu yetu yote tuliokuwa tukiabudu, na anataka tumwabudu Mungu wake mmoja tu anaitwa Allah. Na hili kwa wao likawa ni jambo mustahili, waliliona ni zito. Kwa nini? Mazoea. Walikuwa na miungu wengi, na wengine walikataa kwa sababu neno la ilaha illa Allah lilikuwa linavunja maslaha yao. Matumbo yao yanaanza kukatika, kwa sababu ukishasema la ilaha illa Allah uamini hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Ndio maana mojawapo ya la ilaha illa Allah, hakuna anayejua ilmu al-ghaib isipokuwa Allah. Sasa kuna watu ambao walikuwa ni sada na washirikina, kazi yao kuwapigia wenzao mfano ramli. Mtu akitaka kufanya biashara Shamu au wapi, anakwenda anatoa dau, lete ngamia 2 watatu, nitakufanyia ramli, nitaangalia biashara yako itakuwa nzuri au mbaya. Kama ni mbaya basi nitakutengenezea mimi mambo yako, ondoka siku fulani tarehe fulani, kwa sababu siku fulani inanuhusi, mambo yako yatakuharibikia. Hawa walikuwa ni moja ya vingunge, walimpigia vita bwana Mtume kwa sababu waliona neno la ilaha illa Allah likiimarika na watu wakilielewa, maslaha yao yamekatika. Wengine walikuwa ni sada na kwenye masanamu, wakingojea sadaka na pesa na mali, watu wakichinja, wakichukua manyama na mapesa wakiyachukua, wakiwa wao ni walinzi wa yale majisanamu.
Sasa mtume, maana ya la ilaha illa Allah ilikuwa ni kukataliwa masanamu yote, yabaki Mungu mmoja anaitwa Allah. Kwa hiyo pia wakaona maslahi yanavunjika. Hili sasa likawapelekea si masala ya tu ya kukataa la ilaha illa Allah, ikawa ni lazima wampige vita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia mbalimbali. Njia ya kwanza, kufanya propaganda dhidi yake kwamba yeye ni mchawi, majinuni, kichaa, ili watu wasimsikilize. Ndio pale Mwenyezi Mungu katika sura Swadi anaelezea sifa za habari za watu hawa, jinsi walivyokuwa wakimwangalia bwana mtume na la ilaha illa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab. Walishangazwa mno kwa kujiwa na muonyaji miongoni mwao, yani mtume Muhammad. Walishangaa mno kwa kujiwa na Muhammad, wakasema waliokataa makafiri, hakika huyu ni mchawi mrongo. Waambia watu, wanaeneza maneno, huyu mchawi. Neno mchawi si la kupendeza. Mtu akiitwa mchawi watu wanamkataa. Kwa hiyo katika mbinu na propaganda walitumia kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mrongo, mchawi, ili asikubaliki. Pamoja na kwamba wao walikuwa wakimuita kabla ya kutamka la ilaha illallah mtume, wakimuita as-sadiqul amin, alikuwa ni mkweli mwaminifu, lakini wakawa waeneze urongo ili watu wamkatae. Ndio kama vile mnavyoona hivi leo wale vijana walijitokeza katika kuihami dini ya Mwenyezi Mungu, wanaitwa materrorist. Ili nini? Dunia iwakatae, kwamba waonekane katika sura mbaya kabisa. Ndio tabia ya makafiri, ukieneza haki basi watakutafutia jina kama njibwa, jina baya, ili wapate kukuangamiza. Kutaka wewe jipaka liuliwe haraka mtaani, basi lite jizi, paka jizi. Watoto watatoka watalipiga mawe tu. Ndio mbinu walizitumia makafiri katika kupambana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sikiliza hoja yao wanaosema. Kwa nini wamemuita mchawi? Wanasema aja'ala al-alihata ilahan wahida, yeye amegeuza miungu yetu yote kuwa ni Mungu mmoja tu. Inawezekana wapi maneno haya? Sisi tumezoea kukaa na miungu yote hii tunaiabudu, yeye aje atufutia mila zetu zote, atuambia kwamba Mungu ni mmoja tu. Kisha wakasema inna hadha la shay'un ujab, hakika hili jambo la ajabu kabisa, jipya. Muhammad atuletea mpya huyu. Tangu lini tumesikia maneno haya? Wewe umetuletea mapya. Isitoshe, haikuwa masala ya kutoa propaganda. Mwenyezi Mungu anaendelea kusifia habari zao, anasema wantalaka almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Wale vingunge viongozi wa Makureshi hawakutosheka na maneno, wakaona wapite kila nyumba, kila mtaa, kila baraza, kuwaambia hasa vijana, ondokeni msidiskasi habari za huyu bwana. Maana neno la ilaha illallah lilipoingia ikawa watu wanaanza kujadili kutafuta undani na hakika yake. Wao sasa kazi kuwafukuza, tokeni msizungumze, nendeni, endeleeni kushikamana na miungu wenu, shikamateni na miungu wenu ambao mlikuwa mkiwaabudu tangu zamani. Hili ndio jambo linalotakiwa. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, akasimulia wakisema, ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah, hatujasikia haya katika mila zilizopita. Kwa maana mababu zetu tangu watu waliopita wote wakiabudu masanamu, wakiabudu mizimu, wakiabudu makaburi. Wewe unatuambiaje tusiabudu hii, tumwabudu Mungu mmoja? Kisha wakasema in hadha illa ikhtilaf, haya si lolote aliyoleta Muhammad ila ni mambo aliyounda yeye tu, ameyafabricate, ameyatengeneza yeye, ni mambo yake haya. Chawi mkubwa huyu. Hapa tunaona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosimulia watu wakiletewa ujumbe wa la ilaha illallah, jinsi wanavyoukataa. Ndio pale katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema annahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, hakika ilikuwa hawa Makureshi makafiri wakiambiwa semeni la ilaha illallah walifanya kibri, walikataa. Kisha mara nyingine wakisikika wakisema wayakuluna a inna latariku alihatana lishairin majnun, yani sisi tuache miungu yetu ambayo tunaiabudu kwa ajili ya huyu mchawi.
mwenda wazimu, mpiga mashairi huyu. Moja katika sifa alimbebesha mtume ambao huyu haya maneno yote yanayozungumzwa mashairi tu, kajifundisha kachukua kwa washairi akatunga maneno haya. Tutaachaje miungu yetu kwa ajili ya huyu mshairi majnuni? Hii ndiyo hali. Nakumbusha ndugu zangu, mtu yeyote atakayesimama na la ilaha illallah atamfika haya. Si lazima wetu kichaa majnuni, lakini ataweza kubebeshwa majina mingi tu. Mtu yeyote atakayesimama na tauhid atafanyiwa stizai na kupigwa vita, hadi kufikia mtume sallallahu alaihi wasallam kupigwa vita, kuudhiwa kiwiliwili chake. Ndio stage ya pili hii. Wakishaona kwamba propaganda za maneno hazifaulu, sasa kumuudhi mwanadamu kiwiliwili. Ndio pale sasa mtume wakimvizia akienda al-Kaaba kuswali, na mmiminia kapu la mavi ya nani hii ya ngamia juu ya kichwa, adha ya kiwiliwili. Au mara nyingine akipita njiani kumrushia miba, kuwashakiza watoto miti ya miba kitwe, adha ya kiwiliwili. Mpaka ikafikia masahaba zake kuudhiwa, kina Bilali kutaka kuuliwa, kisa wametamka la ilaha illa Allah, kuwekewa mawe na kuadhibiwa na mabakora, wengine kupigwa. Mpaka dhiki ikamfikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waone ahame, na kuamrisha masahaba wahame kwenda zao wapi? Habasha, ili labda wasipate zile adha. Lakini wapi, waliandamwa huko. Mtume kufika huko Taifu akidhania atapokewa kwa wema, akuta wanawake na watoto na shehena za mawe kushambuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pigwa mawe mpaka madamu yanamtoka. Kwa nini? La ilaha illa Allah. Tayib ndugu zangu, kwani ni nini maana ya la ilaha illa Allah mpaka ikafikia watu kutuangana mawe namna hiyo? Mbona leo sisi hatupigwi mawe? Mbona hatupigwi mawe? Ni kwa sababu hatujaielezea la ilaha illa Allah ipasavyo. Maana ya la ilaha illa Allah hatujaieleza, lakini wallahi tukieleza la ilaha illa Allah tutapigwa mawe, tutatukana. Nini maana ya la ilaha illa Allah? Neno la ndugu zangu ni Kiswahili, hapana. Ilaha, hili ndio muhimu kulijua. Walikuwa wakiamini nini maana ya ilaha kwa Waarabu? Neno la Kiarabu ilaha. Ilaha Kiarabu, katika kamusi za Kiarabu, ni kila chenye kuitakidiwa kwamba kinastahiki kuabudiwa ai kutumikiwa kwa kunyenyekewa, kudhalilikiwa, kusiko na kifano, kuogopwa, kutiiwa, kutarajiwa, kuombwa, kutegemewa, kusujudiwa, kutakiwa msaada, kuheshimiwa mno, na kwamba kinajua yale fichikamana. Mtu akijenga kwa kitu chochote katika viumbe juu ya mambo haya, basi hicho kiumbe kinageuka kuwa ni ilaha. Kwa nini? Kwa sababu maana ya la ilaha illa Allah ni kwamba hakuna anayestahiki kunyenyekewa, kudhalilikiwa isipokuwa Allah. Hakuna anayestahiki kuogopwa kikweli kweli, kwa upeo wa kuogopwa, isipokuwa Allah. Hakuna anayestahiki kusujudiwa isipokuwa Allah. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li akhari la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Lau ningeliamrishwa mwanadamu amsujudie mwanadamu mwenziwe, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Lakini katika Uislamu tendo la kumsujudia mwanadamu ni shirki. Kwa hiyo ikitokea mtu kumsujudia mwanadamu, tayari kamgeuza kuwa ni ilaha badala ya nani? Ya Allah. Hivyo hivyo akawa mtu anamtetemekea na kumuogopa mwanadamu mwenziwe, upeo wa kumuogopa, kamgeuza huyo kuwa ni ilaha. Au kumpa heshima mtu au kitu. Nasema hivi kwa sababu kuna watu leo vitambaa wamevigeuza miungu, bendera. Mtu atasimama kwenye bendera, bendera ya taifa, akanyoosha mikono namna hii, akatetemeka mbele ya kitambaa hiki. Tayari bendera kwa mtazamo huu tunaosema maana ya ilaha ni Mungu huyu. Hivyo hivyo kaburi, kuna mtu anakwenda kuomba kwenye kaburi, mtu aliyekufa ambaye naye anastahili kuombewa. Mtu anakwenda kulia kwenye kaburi la mama, la babu, la bibi au la sharifu, kwenda kulia shida zake, wakati Mwenyezi Mungu ametutaka sisi tukiwa na shida tuelekee kwake. Mwenyezi Mungu anasema ud'uni astajib lakum, niombeeni nitawajibu.
Kisha anasema Allah, fa inni qaribun mujibu da'wata ad-da'i idha da'an, mimi niko karibu kabisa na mwenye kuniomba pindipo anaponiomba. Kama ikiwa Mungu yuko karibu, kuna haja ya kuwafuata walio mbali? Mwenyezi Mungu uko naye popote pale, anatekeleza shida yako, anasema niombeni nitawapa. Kwa hiyo pindipo ukiitakidi kwamba fulani jiwe au mti au maiti kwamba ataweza kukidhia haja zako, basi huyo amegeuka kuwa ni Mungu badala ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile kuna wanaoona kwamba kanuni za kimila zilizotungwa na wanadamu zinastahiki kutiiwa, kufuatwa. Basi wewe ukaamini yule aliyetunga kwamba sheria zake ni nzuri, kanuni zake ni nzuri, ziwe ni za mila, ziwe za nchi, maadamu zimetungwa na mwanadamu, basi umemgeuza yule kuwa ni ilah. La ilaha illa Allah inakanusha yote haya. Ndio hili walilielewa Waarabu, wakaona sasa huyu anatubadilishia mtindo mzima wa maisha. Sisi tumezoea kuishi na kanuni zetu za kimila ambazo wametungia mababu zetu. Sisi tumezoea tukiomba tuomba kwenye masanamu, tuomba kwenye mizimu, tunaomba kwenye nani hii miti. Ilikuwa Waarabu wana tabia, Makureshi wakiwa wanataka kupigana vita, mfano wanakwenda kwenye mti unaitwa Dhata Anwatin, wanakwenda kutundika silaha wakiamini ule mti una baraka. Ukiweka silaha pale, basi kwa muda kizitundika, zikitoka hapo zitakuwa na chaji kweli kweli, kama vile tunapochaji nani simu yetu hapa. Mara unakuta full charge, basi unaweza ukatumia ile simu masaa mangapi. Ndio wao wanaona silaha ukiitundika kwenye mti basi inapata chaji, badala ya kuwa watu 10 itakuwa 20. Itikadi ya jimti. Na haya jamani, ndugu zangu, msije mkasema mambo yalipita. Leo mimi nimeyashuhudia kwa macho yangu miji yetu hii ya pwani, ikiwemo na ya Kenya, na yakini yapo hayo mpaka leo. Watu wanazika mapande ya miti, vipande vya miti, kwa itakidi kwamba ni mafingo ya mji. Mafingo ya mji yani ni kinga. Anakuja mganga pale, wanasema anazuza, anarenew kila mwaka. Mnachanga nyinyi pesa, alafu anachinja mnyama kwenye lile jijiti, wakiitakidi jijiti hili linawakinga na balaa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine sema ndafa albalaa, hii jimti lile. Na wewe ukithubutu kwenda kulingoa, kiyama kitakusimamia. Wanaamini kabisa jimti lile ndilo linalowakinga. Ndio yale waliokuwa wakiyafanya Makureshi, ndio yale waliokuwa wakiyafanya watu wa zama za Nuhu, wakishirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe waliokufa. Zama za Nuhu walikuwa wakiamini kwamba watu wema wakifa wanastahili kuabudiwa, kuombwa, kudhalilikiwa, kunyenyekewa. Na yote yamerudi tena haya. Pwani yetu tunasema huku bara, sijui kama yapo vipi katika miji ya bara ya Afrika Mashariki, lakini pwani humu kuna watu wanakwenda kulia kwenye makaburi wanaita ya masharifu. Kuna watu wanakwenda kulia katika makaburi ya mababu zao. Babu tu, mtu anaweza akaumwa na mwanawe, anaumwa mchanga, akashikwa na malaria kali, maskini watu walivyokuwa hawana elimu, anasema hii ni degedege, huenda babu kaudhiwa. Kweli babu hatujachinja kwenye kaburi lake leo mwaka wa 2. Basi wanakwenda kuchinja pale kutaka radhi za babu yule, na kutoa kilio kabisa, mayo mama maya au bibi yetu, tuomba utuachie, mwache huyu mwenetu hivi. Basi wanaamini kabisa huyo mtoto baada ya hapo atapata afueni. Haya matendo ndugu zangu yapo mpaka leo, yameanza kudhihiri. Kama yalikuwa hayapo huko siku za nyuma, kama alivyotabiri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taquma as-saa hatta talhaqu fi'am min ummati bil mushrikin, hakutosimama kiyama mpaka wajiunge makundi ya watu katika umati wangu na washirikini. Na yamedhihiri haya kuonyesha namna gani ukweli wa maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunaona Qur'ani inatuletea visa vya mitume waliopita, si masala ya kusoma kama vile visa vya Alfu Lela Ulela kwa pakawa. Kupatikane mazingatio kwa kila anayetaka kulingania neno la la ilaha illallah. Angalieni mfano wa kisa cha Nabii Ibrahim. Mwenyezi Mungu anasimulia katika suratul Anbiya, anawaambia watu wake Ibrahim alayhi salam, afata'buduna min duni llahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum
je, mnamwabudu vipi asiyekuwa Mwenyezi Mungu, yule ambaye hawezi kuwadhuru wala kuwanufaisha? Wanaabudu mawe, masanamu. Vipi mnaabudu vitu namna hii nyinyi watu wenye akili? Anasema uffin lakum walima ta'buduna min dunillah, udhalilifu ulioje uwafike kwa nyinyi kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naabudu vipi mtu ambaye hastahiki kuabudiwa? Afala ta'qilun, yani hamfanyi akili nyinyi? Mnaona kisa cha Nabii Ibrahim alipokwenda kuvunja masanamu, akaeka nyundo juu ya bega la yule sanamu mkubwa. Walipokuja wakasema hakuna aliyefanya mambo haya ila ni huyu kijana Ibrahim. Yeye akawaambia kwa nia ya kuwataka kuwapima akili zao ni wajinga kiasi gani. Akamwambia jamani, si mimi, liulizeni kubwa lao la masanamu hili lina mashoka na manyundo haya, huenda ni yeye ndiye aliyefanya. Wanaambia unatufanya wajinga sisi. Sasa anawaambia Ibrahimu, anawaambia nyinyi watu, sasa kumbe hili sanamu sio lilofanya mambo haya. Vipi mnaelekeza ibada zenu kwa hawa? Ndio haya maneno sasa, fala ta'qilun, hivi nyinyi hamuingia akili katika mambo kama haya mnayofanya? Angalia jawabu sasa lilomfika Ibrahim, ilikuwa nini? Walishamuonya mara nyingi, sasa ikawa sasa ni ultimatum hii, sasa ni mara ya mwisho, tutakachofanya wewe ni kukuadhibu kwa moto. Qalu harriquhu wansuru alihatakum, mchomeni yeye na moto na mnusuru miungu yenu. Nusuruni miungu yenu in kuntum fa'ilina, kama nyie ni watendaji wachapakazi basi Mungu zenu. Angalia, kweli wakafanya juhudi ya kukusanya kuni za mji, wakawasha moto, wakaenda wakamtosa Ibrahimu katikati ya moto. Lakini sasa moto jama umeumbwa na nani? Moto ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio aliumba. Ndio pale intansurullah yansurukum, inapothibiti kwa waja wote wenye kunusuru mwelekeo wa Mwenyezi Mungu na tauhidi yake. Mwenyezi Mungu aliuamrisha moto na kuambia kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Si baridi tu, iwe ni salama kwa Ibrahim. Kweli juhudi walizofanya za kumchoma na kutaka kumwangamiza, hatimaye mpaka kuni zinakwisha na mkuta Ibrahimu kakaa bukheri wa afya. Ndio tabia ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka sunna yake katika kuwanusuru waja wake wema wenye kufanya tauhidi na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale Mwenyezi Mungu akiamua wewe upate dhara utapata, lakini hai vitisho vya kukuunguza, vya kukuangamiza, kufanyaje iwe eti sababu ya wewe kuingia katika madhara, maadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakukinga. Na haiwi sababu ya vitisho vya wanadamu na walimwengu kuwa wewe uache kufanya maneno ya haki au kuyatekeleza. Angalia vitimbi alivyofanyiwa Ibrahim, Mungu kamnusuru. Vitimbi alivyofanyiwa bwana mtume, Mwenyezi Mungu kamnusuru. Kila walipomfanyia vitimbi Mwenyezi Mungu kamnusuru, mpaka kamuondoa duniani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kitanda kwa maradhi. Wameshindwa kumsibu kwa adha zaidi ya kadari ya Mwenyezi Mungu aliyomwandikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufa katika hali ya kwamba ni mgonjwa. Kwa hiyo hili ndugu zangu katika imani, swala la tauhid ni jambo la msingi mno. Mtu kama hujajielimisha tauhidi, ujue hujafanya Uislamu. Ndio maana wanachuoni wetu mfano Sheikh Muhammad Abdul Wahhab katika kuifasiri suratul Asr anasema tunajifunza mambo manne muhimu ambayo ni wajibu kwetu sisi kuyajua katika kufasiri wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Anasema mambo manne tunajifunza katika sura hii. Jambo la kwanza, mwanadamu anawajibika kumjua Mola wake, maarifatullah, na kumjua mtume wake na kuijua dini yake. Kwani Mwenyezi Mungu anaapa na wakati, wal asr innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wako katika hasara, wote isipokuwa hawa waliovuliwa ndio hawako katika hasara. Ni wapi? Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini.
Wale walioamini ni wale waliomjua Mola wao na wakatekeleza tauhidi, tena kwa kujielimisha, kwa sababu huwezi kuijua tauhidi bila kujielimisha. Endapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa ajielimishe la ilaha illa Allah, itakuwa sisi wafuasi wake. Mwenyezi Mungu anamwambia ni amri, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Anasema jua, jielimishe maana ya la ilaha illa Allah, kisha ndiyo mtake maghfira Mola wako. Kwa hiyo hii ndiyo elimu ya kwanza. Wanachuoni wanasema mwanadamu hawezi kuishi duniani akapata radhi za Mola wake kama hakujifunza tauhidi. Na tukisema tauhidi, ndugu zangu, ni tauhidi ya ibada, kwamba ni yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, si tauhidi ya kumjua Mungu yupo hayupo, kwa sababu hii nayo hata Firauni naye alijua kwamba Mungu yupo. Hii tauhidi ya Mungu yupo haimfanyi mtu akawa Muislamu. Mungu yupo, wanadamu wote au wengi wanaamini Mungu yupo. Hata makureshi wa Maka pia, ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, wanasema Allah. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Ukiwauliza hawa makureshi makafiri ni nani kaumba mbingu na ardhi, watasema Allah. Lakini je, tamko lao la kusema aliumba mbingu na ardhi lilitosha? Kwa nini mtume aliwapiga vita akawamwaga damu? Kwa sababu pamoja na kuamini kwao Mungu yupo aliyeumba, lakini walikataa kumwabudu, walikataa kuelekeza mapenzi kwake yeye peke yake, walikataa kuelekeza hofu peke yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walikataa kutawakali kwa Allah peke yake. Ndio maana wakaambiwa ni washirikina. Kwa nini? Hivi vitu vyote wamevielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana. Muislamu hawezi kujiita ni Muislamu hajasoma tauhidi wala hajajua muktadha wa tauhidi. Lazima mtu ajue tauhidi imegawanyika sehemu ngapi, shirki ziko za aina ngapi, madhara ya ushirikina ni yapi, ndio ataweza kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Kinyume cha hivyo, mnaona Waislamu walio wengi wanafanya matendo ya ushirikina wakiamini kwamba wanamwabudu Mola. Wengi katika Waislamu wanashona mairizi. Nasikia hata hapa London wanaletwa watu mijiganga mikubwa kuja kuwashonea watu mairizi, watu West Africa maskini wamekuja na itikadi zao. Basi wakiwa na matatizo huleta hukata tiketi kabisa, wakaleta watu wakaja wafanyia uganga hapa na nini na kila kitu. Mtu aweza akalia, jamani mimi sija barua yangu mpaka leo sijajibiwa na hii tangu mpeleke maombi mwaka wa 7 huko. Kwa hiyo anataka kujitengeneza. Na mara nyingine mtu aweza kafanywa mtihani, akileta mganga siku ya pili aletewa barua, bwana ushapata status, mambo mazuri. Tayari kashakwenda na maji huyo. Aamini kwamba kajihirizi aliopewa, si vumba aliopewa alifukize kila siku, ende akamwage mavumba nje ya wizara gani si huko, ukikamatwa bwana utaitwa terrorist balaa siku hizi. Haya si mambo ya kisawasawa, kwa sababu si katika mafunzo aliyofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo neno la tauhidi, ndugu zangu, ni jambo la msingi mno, kwa sababu kinyume chake ushirikina una madhara. Mwenyezi Mungu anatuamrisha tumwabudu yeye. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na wala msishirikishe na chochote. Katika jumla ya ushirikina, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwanadamu kuabudu mali, pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ta'isa abdu dirahim wa dinar, ameangamia mtu mwenye kuabudu dirham na dinari. Iwe mtu umefikia hatua ya kutafuta mali. Kisa kimoja nimeelezewa hapa tangu juzi. Kuna mama mmoja tena kaja kutoka sehemu za kwetu, miaka 7 sasa, anafanya kazi kiwanda cha kusindika nguruwe, katika jumla ya misiba ya kuishi katika nchi hii. Kila alivyonasihiwa na kijana mwenzetu, nyie ndio mlivyo siasa kali. Wako wengine mashekhe wametoa fatwa kwamba Muislamu aweza kauza nguruwe, aweza kauza pombe maadamu aishi nchi ya makafiri, aweza akafanya hivyo. Mtakuja kushangaa mkieleza haya maneno kwenye mada inshallah imeandaliwa juu ya hukumu ya kuishi manchi kama haya. Wako wengine wametoa fatwa namna hii.
kwambia si vibaya ukauza pombe alafu ile pesa ukajengea msikiti, si ulei wewe bwana. Wako wengine nimewakuta kule Barahindi nilipokuwepo, mashekhe wametoa fatwa Abdul Darahim wa Dinari hapo kwamba bwana kuuza unga makokeni kuyapeleka Amerika huko sio problem bwana, kwani si tunaangamiza huko, ni kama vile kutuma mabi 52 huko. Wao sio wanatupiga na sisi tuwapiga kwa njia ya makokeni. Kwa hiyo katoa fatwa ruksa. Unaona watu wauze haya bwana, bora usile wewe tu kipeleka huko akiangamia watoto wa nani hii basi hamna neno. Fatwa namna hiyo za ajabu ajabu nini? Kwa sababu mpaka atoe hiyo fatwa kishamegewa donge hilo la unga kapewa shekhe. Na huu ndio udhaifu mkubwa tuliokuwa nao mashekhe leo. Ukaona kule kwetu East Africa mtu kabobea katika kupiga maramli, kabobea katika kushona mairizi, kufanya mambo ya ushirikina, kushinda makaburini, kuwapeleka watu makaburini kwa sababu ya vijisenti na nyali hizi waliwali. Huu ndio unatusumbua sana. Tumegeuka sasa ni maubadi wa pesa. Mtu akataa kuieleza haki kwa sababu ya chakula. Na hasa ilivyokuwa mitindo ya elimu tuliokuwa nayo East Africa kule haimfanyi mtu akachuma chumo la halali. Kwa hiyo mbio kukimbilia kupiga maramli, kushona mairizi, kufanyaje? Hawajui kwamba ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakemea. Katika jumla aliyokemea masala ya kufanya mairizi na kuyaita kwamba ni ushirikina. Mtume amekataza, amewakuta watu mmoja kavaa hirizi kafunga kwenye nani lake, kawapa mikono watu wote, yule bwana akakataa kumpa. Kwa nini? Kwa sababu amevaa hirizi. Na mwingine kamkuta kavaa hirizi mkono, amuuliza nini, anambia wahi na ya kuondoa maradhi ya unyonge sijui nini. Kaambia anziha, aondoa, fa innaha law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada. Itoe kwa sababu ukifanayo hujashinda milele, umekufa katika hasara. Kwa nini? Kwa sababu shirki haimpelekei mtu kuionja hata harufu ya pepo. Kwa hiyo hili jamani ni neno zuri la muhimu sana. Na bahati mbaya utakuta watu waislamu wametoka kwenye manchi yao huko wamekuja kuhamisha na matendo ya ushirikina. Tumepita msikiti mmoja hapo umeandikwa ya Allah ya Rasulullah. Haya maneno ameyakanusha bwana Mtume. Mtume amekataza kuitakidiwa ibada ya uungu kama walivyofanya Mayahudi na Manasara kumfanyia Isa ibn Maryam. Anasema la tuturuni kama atarati Nasara ibn Maryam. Msinipe sifa kubwa na nyingi zisizokuwa hazinistahiki kama walivyompa sifa wa Kristo Isa ibn Maryam. Wa Kristo leo akijikungwa kidogo tu Yesu, na Waislamu sivyo hivyo, akijikungwa mtume simame. Ndio watu wa kwetu kule Wabajuni wasema kusimama, haukusimama mponje utasimama mjume. Naelewa hiki kisa ambao alikwenda baharini ikawa jahazi likazama pamoja na ule mti wake wa tanga ule. Sasa wenzake yeye mtu wa tauhidi mashallah piga makelele mchume asimame, chume. Anambia haukusimama mponje utasimama mjume. Mponje ni ule mti ukusimama. Hapa si mahala pake. Muombeni Allah anusuru. Hapa ndio mahala pake. Mtume yuwapi? Uko kaburini kule Madina. Leo ndio hali tunaishi nao Waislamu. Wanaitakidi kwamba akipatwa na shida, nimekuta kitabu na hizi ni itikadi za Kishia. Kuna kitabu anaandika Mashia, ukiwa na shida basi wewe taja jina la wali yoyote. Ukiwa na shida yoyote basi wewe taja ya Ali, ya Hussein, ya Fatima, basi shida zako zitakuondokea. Hii dini ya Bwana Muhammad, hii dini ya Mtume. Mwenyezi Mungu atuambia katika kitabu chake walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, ombeni kwa kupitia majina yake. Hivi Mwenyezi Mungu ana shida ya majina hata kwenda kukimbilia kwenye majina ya watu ambao mawali na masharifu na nani? Imefikia hivi saada wewe Jailani. Taibu Mungu ana kazi gani sasa? Hizi ndio superstitions walizokuwa nazo Waislamu, wamerejea katika matendo ya ushirikina. Ndio pale tunaposema ushirikina Mtume kausawiri katika sura nyingi. Watu wengine mpaka leo wafikiri mtu hawi mshirikina mpaka akaabudu sanamu. Hapana. Waweza ukawa ni mwenye kuabudu nguo. Wako watu namna hii. Ndio Mtume akasema Ta'isa
taisa abdu almakhila, nafikiri kitu kama hivyo. Yani ole wake mtu mwenye kuabudu nguo, mavazi ya wakati ule. Alkhamila sio makhila, makhila. Khamila ni nguo za hariri zilikuwa zikitumika. Wako watu wanaabudu nguo, uhai wake yeye apata pesa kununua manguo tu, kubadilisha majitai tu na majikoti yafanane na manasara na makafiri. Saa zote uwe na joto, angalau hapa mtu aweza katoa sababu nimevaa tai kwa sababu kuna baridi. Kule United Kisumu bwana, ukienda jua kali namna moja, watu wamejifunga makamba, ni vifo hivi. Mtu akikushika kamba amekuua, amekumaliza. Lakini nini afanane na nini? Afanane na jikafiri, na nguo zile anaona ndio ibada. Akivaa nguo na za Kiislamu, nguo za Waislamu, ataonekana atisha mbaya. Na haya yapo mpaka kwa kina mama jamani, si masala ya wanaume tu. Kwamba mtu anaona afanane na Madonna, si afanane na nani, ndio kumkalifisha mumewe kwenda kuvaa nguo Oxford Street huko. Ndio aona mwanamke kavaa. Umenunua wapi Oxford Street? Ukinunua hapa Lahore Bazari hapa haina thamani. Unaona Karachi Bazari hapo, wewe umenunua wapi Oxford huko? Sijui Oxford kuko vipi, na kusikia tu huko sijui kwenda. Alimradi jamani, ibada ndio pale mwanachuoni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kufasiri maana ya ibada, ni neno muhimu tujue. Anasema ibada maana yake nini? Ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahira wal-batina. Ibada ni kila analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia. Kila analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia katika matendo yetu ya dhahiri na ya siri. Maadamu jambo alipenda Mwenyezi Mungu, basi ni ibada hilo. Ndio maana wanachuona nasema ibada ina maana pana. Kwa hiyo ukifanya lile analoliridhia Mwenyezi Mungu, na ambao umempwekesha Mwenyezi Mungu. Ukifanya analoliridhia sheitani, analolipenda sheitani, basi umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio maana tumetakiwa sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Hawakuamrishwa ila wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Mukhlisina lahu ad-din, wao wanamtakasia Mwenyezi Mungu dini yake, iwe ni yeye tu. Ndio pale tunaposema jamaa, tendo lolote litageuka kuwa ni ibada kama litatimiza masharti mawili. Mtu afanye kwa ajili ya Allah na Mwenyezi Mungu analiridhia hilo tendo. Sharti la pili, afanye tendo ambalo linaafikiana na mwenendo wa Bwana Mtume, kaliagizishia lifanye, sio unajifanya wewe utakavyo wewe. Kwa hiyo liwe limepata mapenzi ya Allah. Pili, liwe Mwenyezi Mungu Mtume kaliekea utaratibu wake, usijifanyie unavyotaka. Lakini sharti la awali la msingi, ufanye kwa ajili ya Allah, uswali kwa ajili ya Allah, uchinje kwa ajili ya Allah. Kuna watu kwetu aweza akaambiwa ana matatizo na mganga, basi katafute mbuzi mwekundu au jogoo nyekundu. Sijui wana makosa gani majogoo hawa mpaka ikawa majogoo wekundu ndio wenye tabu na balaa. Imekwenda mimi nina mbuzi wangu ninafuga kule shamba, basi yule mlinzi ananiambia siku zote, bwana shekhe, watu wamtaka huyu mbuzi mwekundu kwa thamani yoyote. Naambia waambie wamtaka kwa ajili gani? Asema wewe si unajua bwana mambo anakwenda kufanya. Naambia basi waambie ni shirki, wabainishie haifai, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema fasalli li rabbika wanhar, hakusema mchinje nyekundu au nyeusi. Kwa hiyo ukichinja kwa ajili ya kumridhisha jini na sheitani, tayari umechinja kwa ajili ya siku Allah, shirki, na kichinjo chake ni haramu kukila vile vile, inaingia katika mlango wa mauhilla li ghairi llahi bi, ni katika wale wanaochinjwa kwa ajili ya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya matendo yamekwenda ni ada. Jamaa zetu wa Kiarabu kule Tanzania mpaka sasa, watu wa Yemeni wakitaka kufanya harusi, basi utakuta mbuzi wakamchinja, wakamwaga damu kwenye kizingiti cha mlango. Halafu bwana harusi ambaye anakuja na mwanamke mkewe akanyaga damu, halafu anyanyua mguu na yule mwanamke akanyaga, halafu mwanamume anyanyua mguu akaweka juu ya mguu wa mwanamke, ambiwe asije akadhibitiwa na mwanamke. Ni kinga hiyo, mwanamke asije akamgeuka mwanamume akamdhibiti. Kwa hiyo wanaitakidi damu ile ina utukufu kiasi hicho cha kumlinda yule mwanamume abaki na ujana dume wake. Halafu nyama hiyo hiyo ndio tunaolishwa kwenye karamu hiyo.
ni haramu kula jamani. Ni mambo yako wazi kabisa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya ni mambo ambayo tunaishi nayo hivi sasa, lakini watu wengi hawajui. Kwa sababu gani? Hawana kuamrishana hii tauhidi wala kukatazana ushirikina. Kuna ndugu zetu wengine wanafanya kazi za tablighi, lakini aweza kaingia msikitini, kuna majikaburi mbele, mtume kakataza kuswali mbele ya makaburi. Mara nyingine kwenye kibla hapa kuna yai la mbuni. Nimewahi kuona kule Uswahilini kwetu. Kwa yai la mbuni hapa ambwa ni kinga sije kabwa imamu na kamati yake dafrao. Kwa nini? Wamedhibiti msikiti, vile vyakula violoso vinavyokuja, majipilao ya maulidi na dini yote wadhibiti, wakatia kwenye mashimo. Sasa ile ni kinga, wasije wakaondolewa kamati. Wanaamini kabisa, na ukenda ukiliondoa vita. Kuna vijana wetu wamekwenda kuyakata, wamepelekwa mapolisi. Wakiulizwa, mapambo tu mapambo. Pambo duniani hakuna ila mbuni. Si urongo bwana. Lakini sasa wanakuja ndugu zetu wanaitwa ni watu wenye kufikisha ujumbe, mubalighina, wataswali kwenye msikiti huo, watafanya shughuli zao, watafanya khuruji, lakini hawazungumzi kabisa juu yao. Ukiuliza saa masala khilafia hii, ikhtilafu bwana, silete ikhtilafu. Taib, mitume wote wameleta ikhtilafu. Kwa nini? Kwa kutamka la ilaha illa Allah. Mmoja ya nani hii aliyojengewa mtume hoja ya kwamba yeye analeta uharibifu, kaambiwa yeye kwa kuleta la ilaha illa Allah kaleta ikhtilafu baina ya watu wa Makkah. Katika vitabu vya sira vinasema hivi, kafarrik jamaa wasafa ahlamana, kawafanya wajinga watu wenye akili, katenganisha ndugu. Wamesema hivi. Sasa da'wa gani hiyo ya kwenda ya kutaka watu waridishe miaka yote? Hakuna. Tumeona Ibrahimu, Nuhu na wengineo katika manabii, Musa, ni vita baina ya haki na nini na batili. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nafikiri muda tumechukua mwingi katika mada hii ambayo mtume kaielezea karibu miaka 13 aliyokuwa Maka. Mimi nimeielezea kwa muda wa saa moja, sijui kama imeeleweka, lakini inshallah tunaweza tukapata fursa ya kuiendeleza tena, pamoja na kwamba napenda kuwabashiria kwamba mihadhara imeandaliwa mingi kiasi cha uwezo, na katika jumla ya mihadhara hiyo ni hukumu ya kuhama katika miji ya makafiri na masharti ya kuhamia. Ni kwa ajili ya faida ya kielimu, ili tuweze kujua tuko hapa na malengo tunayotakiwa tuwe nayo ni yapi. Tukiwa tuko nje ya malengo haya, basi mmoja afadhali arudi haraka. Kinyume cha hivyo, hapa hatukuja kwa ajili ya kukusanya pesa. Hii fikra hii ondoke kabisa. Tutakuja kuiweka wazi katika mada tutakayokuja kuzungumza. Vile vile katika mada ambayo tutazungumza haki za wanawake mbele ya wanaume na haki za wanaume mbele ya wanawake, sababu hapa katika kuna kuvunjiwa haki za Waislamu kwa sababu ya masheria ya kitawuti yaliyopo hapa. Kwa hiyo mtu ajue, awe anaishi ala basira. Kwa wale wenye familia, tutakuja kuyaona haya inshallah kwa kina, na mada nyingine ambayo tutazungumza kwa ndugu zetu wengine ambao kwa ujumla ni kwamba kuna mlolongo wa mihadhara mbalimbali yenye faida, na baadhi wenzenu ndugu zenu wameshawahi kupata kanda zetu ambazo tumezungumza mada mbalimbali. Kwa watakaopenda wanaweza kufanya juhudi ya kurekodi. Baadhi kwa hakika ni mambo ambayo najaribu kuyakariri na kuongeza yale ambayo tunahisi yana faida, lakini si mambo ya kuwa eti yasikaririwe. Neno la ilaha illa Allah latakiwa likaririwe kama linavyokaririwa kwenye adhana kila siku. Ndio maana utakuta Muislamu hawezi kuwa Muislamu kama hajatamka hili kwa siku. Hivi kweli Muislamu ataamka asubuhi mpaka kulala asilitamki? Huyu si Muislamu, kwa sababu hili la ilaha illa Allah kwanza wataka hutaki utalitamka kwenye swala, kwenye tashahudi. Wanachuoni wetu wamelisema ni wajibu, hasa Imam Shafi asema ni wajibu kuleta tashahudi katika tahiyatu. Kwa hiyo kama hukuleta, ina maana swala yako imevunjika, kwa sababu katika nguzo za swala wanasema swala imevunjika. Kwa hiyo Muislamu wa kweli ni yule analitamka hili neno, na huku kulitamka ni mtume anataka tulikariri, lijae katika vifua, tulifanyie kazi. Ndio pale mnaona jinsi wema waliotangulia na mitume waliotangulia walipokuwa wanaomba Mola wao Mwenyezi Mungu awakinge na balaa la ushirikina. Kama vile Nabii Ibrahim anamwambia Mola wake, wajunubuni wa baniya an na'budu al-asnam,
niepushe mimi na watoto wangu tusije tukaabudu masanamu, yani tusifanye matendo ya ushirikina. Halafu vile vile Luqman alivyokuwa anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmin adhim. Haya maneno yatakiwa yakaririwe kwa watoto wetu, hasa sisi tunaoishi katika miji ya kikafiri hii, kumtumikia taghuti saa 6 na masaa yaliyobakia tunataka tumtumikie Allah. Mtoto huku anaimbishwa manyimbo ya kitaghuti, abebeshwa fikra za kitaghuti, huku nyumbani tunataka tumbebeshe la ilaha illallah. Yataka juhudi pevu, juhudi jabari katika nini? Kuifanya la ilaha illallah ndio itulie katika moyo. Kinyume cha hivyo, nyie mnaishi hapa mnaona hali halisi. Vijana wengi wamekwenda na maji, wametoka wengine na dini zao, wamekuja hapa wamebaki na majina tu Waislamu. Akhlaki zao zote ni nje ya la ilaha illa Allah, wake kwa ume. Kinyume chake wengine Mwenyezi Mungu kawabariki, wametoka matawuti huko walikotoka huko Afrika, nchi zenye Waislamu, wamekuja hapa, Mungu kawatia nuru ya la ilaha illa Allah. Basi ndio tushukuru Mola siku zote, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa Mungu atubariki kuja kusikiliza maneno ya khairi kama haya. Ni dalili za khairi jamani, kwa sababu Mtume anasema man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Mwenyezi Mungu akimtakia mtu khairi basi anamuelimisha dini. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan.